Taifa linapojiandaa kwa ajili ya maadhimisho ya sikukuu ya Labor Day, huenda Wakenya wakaendelea kuhangaika kutokana na hali ngumu ya uchumi wa taifa. Haya ni kulingana na takwimu za mwezi wa Aprili zilizotolewa na shirika la kitaifa la takwimu nchini, ambazo zinaonyesha kuwa mfumuko wa bei za bidhaa muhimu umeongezeka kwa 4.1%, hasa kutokana na kuongezeka kwa gharama ya chakula na umeme. Winfrey Owino anaarifu zaidi. Kufuatia mfumuko wa bei ya bidhaa muhimu nchini, yaonekana Wakenya wengi wataendelea kuhangaika kutokana na hali ngumu ya maisha. Kwa mfano, tuliingia dukani na shilingi 1,000 kuona ni bidhaa kiasi gani tutaweza kununua, na tukatoka na pakiti 4 za maziwa, lita 1 ya mafuta ya kupika, kilo 1 ya sukari na sabuni mti moja. Nikiangalia hali ya maisha imekuwa ngumu. Sasa hata ukiwa na 1,000 ukienda kwa shop utanunua tu unga na kama sukari 1,000 imeisha. Hata kukula kuanzia asubuhi, breakfast, lunch na supper imekuwa ngumu. Miaka zilizopita maisha ilikuwa afadhali. Ulikuwa unakula nyama kila siku, saa hizi chakula imepanda. Ni sukuma tu. Data ya shirika la takwimu nchini KNBS inaonyesha kwamba kuanzia Aprili mwaka jana hadi Oktoba bei ya bidhaa ilipungua, lakini ikaanza kuongezeka Novemba hadi sasa. Mwezi huu bei ya mahindi, unga wa ugali, viazi na sukari ziliongezeka bei, huku unga wa ngano, mafuta ya kupika na mboga za sukuma na za kienyeji zikipungua bei. Ingawaje bei ya mafuta haikuongezeka mwezi huu, bei ya nauli, stima na gesi ya kupika iliongezeka. Winfrey Owino, KTN. Naam, tutakuletea maadhimisho hayo moja kwa moja hapo kesho, tukitumai kutakuwa na la kuleta tabasamu katika nyuso hasa za wafanyakazi. Kiongozi wa chama cha National Liberal Party NLP, Daktari Augustus Chalomuli